Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mlipuko katika bandari ya Iran unaweza kuwa shambulio lililopangwa na sio ajali. Hii ni kwa mujibu wa jenerali wa jeshi la Israel IDF ambaye ameeleza hayo katika mahojiano. Jenerali Amir Aviv amedokeza kuhusika kwa Israel katika shambulio la hivi majuzi la kemikali dhidi ya mafuta ya roketi ya Iran. Katika mahojiano na The Media Line, Jenerali Amir Aviv alidokeza kuhusika kwa Israel katika jaribio la mashambulizi ya kemikali hivi majuzi kushambulia mafuta ya roketi ya Iran, kwa kuzingatia kwamba shambulio hili lilikuwa la mafuta ya roketi za balistiki. Kwa hivyo inaleta maana kwamba hili ni shambulio lililopangwa na si ajali. Akiangalia mbele kwa mazungumzo mapya ya Marekani na Iran, Aviv alionya dhidi ya kuamini nia ya Teheran. Yeye alibainisha kuwa vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinaicheka Marekani. Wanafikiri kuwa wana uwezo mkubwa na ilimshinikiza Rais Trump kuchagua kama atakuwa kama Churchill au Chamberlain. Alisisitiza kwamba Iran ikiwa haitasambaratisha kikamilifu maeneo yake ya nyuklia, kuna chaguo moja tu: mashambulizi kwenye maeneo ya nyuklia ya taifa hilo. Hata hivyo, Iran ambayo inaamini kwamba hakuna namna ambavyo Israel inaweza ikafanya kwa ajili ya kuishambulia, lakini pia wao wakiamini kwamba wamejipanga vilivyo, Ayatollah Al-Khamenei amesema kwamba yupo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote dhidi ya Israel na hata dhidi ya Marekani. Na ndio maana alikataa juu ya mazungumzo ya moja kwa moja, akasema kwamba kama kutakuwa na mazungumzo yatakuwa siokuwa ya moja kwa moja, na Marekani iliitikia wito huo wa kiongozi mkuu Ayatollah Al-Khamenei. Hata hivyo, kutokana na hali wakati huu katika mazungumzo hayo kuonekana kama vile yanaenda vizuri, Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anasema kwamba yupo tayari kukutana na kufanya mazungumzo na Ayatollah Al-Khamenei, lakini pia na kukutana na rais wa nchi hiyo Masoud Pezeshkian kwa ajili ya kufanya mazungumzo zaidi kwa ajili ya kurekebisha tofauti ambazo zilikuwepo, licha ya kwamba Israel inaamini kwamba wakati huu ni kama vile Marekani inakaa utenganifu fulani na kuungana na Iran katika baadhi ya mambo, na inadaiwa kwamba katika siku za hivi karibuni kuna baadhi ya mikataba ya ujenzi wa miundombinu ya nyuklia ambayo inaweza ikawa ni karibia vinu 19 ambapo Marekani pamoja na Urusi huenda vikashiriki katika ujenzi huo, na hivyo Donald Trump huenda kapata fedha zingine kutokana na ujenzi huo, na ndio maana inaonekana ni kama vile anaonyesha kila wakati mazungumzo yako sawa na huenda wakakubaliana juu ya masuala ya nyuklia, na kwamba Israel ambayo wakati huu inadai ipo tayari kufanya mashambulizi dhidi ya Iran imekuwa katika kizungumkuti, licha ya kwamba inasema itafanya shambulizi bila hata ya Marekani. Lakini zaidi wakati huu IDF kupitia baadhi ya viongozi wake wanadai kwamba shambulizi katika eneo la bandari ni wao waliolisababisha, na pia wanaamini kwamba wana uwezo wa kufanya lolote dhidi ya Iran, licha ya kwamba Iran haikutoa majibu juu ya shambulizi hilo kwamba limetokana na nini. Basi endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.